Kumekuwepo na picha kadhaa ambazo zinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, hususan Facebook, zikionyesha hali ya uwanja ama viwanja vya michezo vilivyotumika katika mashindano ya AFCON nchini Gabon mwaka 2017 vikiwa katika hali mbaya ya uharibifu na kutelekezwa. Katika baadhi ya picha zinazoonekana kwenye picha hizo, miti imeota ndani ya viwanja hivyo, jambo ambalo linaashiria kuwa havitumiki kwa muda mrefu na havifanyiwi matengenezo ya mara kwa mara. Sasa je, taarifa hizo ziko na usahihi kwa kiasi gani? Sasa kwa hiki ambacho tunakifahamu Locha Media ni kwamba mwaka 2017 Gabon ilikuwa mwenyeji wa kombe la mataifa la Afrika 2017, yaani AFCON, yaliyofanyika kuanzia tarehe 14 Januari hadi tarehe 5 Februari 2017. Gabon ilichaguliwa kuwa mwenyeji mbadala wa shirikisho la soka la Afrika, yaani CAF, mwezi Aprili 2015 baada ya mwenyeji wa awali, yaani Libya, kujiondoa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Karibu baadhi ya ukurasa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zimekuwa zikichapisha picha zinazoonyesha hali ya uwanja wa mpira wa miguu unaonekana kutelekezwa na kutoonekana kufanyika kwa shughuli yoyote katika uwanja huo ambao unadaiwa kuwa ni miongoni mwa viwanja vilivyotumika katika michuano ya AFCON 2017. Wafuasi wa soka wameonyesha kusikitishwa kutokana na hali inayoonyeshwa katika picha, huku lawama zikitupwa kwa mamlaka za soka nchini humo. Sasa je, upi ni uhalisia wa uwanja huo? Inaelezwa uwanja huo unaojulikana kama Stade Amor Bongo, wenye uwezo wa kuchukua watazamaji hadi 40,000, uliojengwa mwaka 1976, ulipangwa kufanyika ukarabati kwa ajili ya michuano ya AFCON ya mwaka 2012 iliyofanyika katika nchi za Gabon na Equatoria Guinea. Hata hivyo, haukukamilika kabla ya mashindano hayo kumalizika. Vile vile, tovuti ya Africa Top Sports inabainisha kuwa kazi za ukarabati zilianza mwaka 2010 lakini hazikukamilika hata kabla ya AFCON 2017 ambayo pia iliandaliwa na Gabon. Tangu wakati huo, uwanja huo umeachwa bila kukamilika kwa sehemu kutokana na kuondoka kwa kampuni ya Uhispania ilikuwa ikisimamia na kutekeleza kazi za ukarabati. Aliyekuwa waziri wa michezo wa Gabon, ndugu Frank Nguema, aliwahi kunukuliwa na Africa Top Sports akisema mradi wa ukarabati wa Omar Bongo Omnisports Stadium, ambao ulianza wakati wa maandalizi ya ushirikiano wa kuandaa Africa Cup of Nations 2012, ni mradi ambao lazima ukamilishwe kwa vyovyote vile. Aidha, kupitia Google Earth inaonyesha mandhari ya uwanja huo kwa picha zilizopigwa mwaka 2024. Sasa je, uwanja huo ulitumika kwenye mechi za AFCON 2017? Ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii mpaka hivi sasa ni kwamba umejiridhisha kuwa uwanja huo haukuwa miongoni mwa viwanja vilivyoorodheshwa na shirikisho la soka la barani Afrika kutumika katika michuano hiyo. Kwa mujibu wa CAF, Oktoba 19, 2016 ilibainisha viwanja vinne vilivyokuwa tayari kutumika kwa mashindano ambayo ni Stade de Almati, Stade de Franceville na Port-Gentil Stadium na Oim Stadium. Stade Omar Bongo uliopo jijini Libreville haukuandaa mechi zozote wakati wa michuano ya 2017 kutokana na ukarabati kutokamilika kwa wakati, ingawa uwanja huo ulikuwa umepangwa kuwa moja ya viwanja vya mashindano hayo. Nadhani hivi sasa ile sintofahamu na mgogoro mkubwa ambao ulikuwa unaendelea katika mitandao ya kijamii utaenda kumalizika rasmi kuhusu uwanja huu nchini Gabon.